Moja ya tukio kubwa la kushtukiza limeripotiwa kule Uganda baada ya mwanaume anayejulikana kwa jina la Omwami kumkuta mke wake akiwa na mwanaume mwingine ndani ya nyumba yake. Kwa mujibu wa chanzo cha karibu, Omwami ambaye alikuwa ndo mume alikuwa ameondoka kwenda kazini, lakini alisahau kitambulisho chake, yani badge, na akaamua kurudi nyumbani. Kama unavyojua harakati za binadamu, akaona ngoja nirudi nyumbani haraka bila hata kutoa taarifa kwa mke wake ambaye jina nilifahamika nalo ni kwa jina la Aswito. Hiki ni moja ya kisa ambacho kiukweli kinahuzunisha sana, lakini alipofika Omwami alidai kusikia sauti za watu wawili za chumbani, watu wakiongea kwa mahaba, sauti zikisikika mtu akisema hada hada, yaani kwa nguvu, fanya kwa nguvu, nenda haraka, akimaanisha vitu kama hivyo. Na baada ya kugonga mlango mara kadhaa bila kufunguliwa, aligundua kwamba Aswito alikuwa na mwanaume mwingine ndani, ambaye watu walisadiki kabisa kumuita ni baba mwenye nyumba, ndo ambaye alikuwepo naye kwenye nyumba ile ambayo walikuwa wamepanga. Mashuhuda wanasema kwamba mwanaume huyo ambaye alikuwa hajulikani, lakini baadaye akaja kufahamika kwamba ndio baba mwenye nyumba yao ambayo wamepanga, ambaye alitaja kama ni mkata umeme bana. Watu wengi walipenda kumuita jina hilo. Alikataa kufungua mlango huku sauti za ndani zikiendelea kusikika. Taarifa zinaeleza kuwa Omwami alionekana akilia kwa uchungu nje ya nyumba yake akijaribu kuelewa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Tukio hili bana ni moja ya tukio ambalo limezua mjadala mkubwa mitandaoni, hususan kule nchini Uganda na Afrika Mashariki yote kwa ujumla, kuhusu uaminifu katika ndoa na maadili ya kifamilia. Vyanzo vya karibu na familia vinasema kuwa Omwami amesalia katika hali ya mshtuko na maumivu makali ya kihisia, huku akipata ushauri kutoka kwa marafiki na viongozi wa kidini. Wanasema Mungu na awasaidie wote wanaopitia majaribu kama haya, aliandika mtumiaji mmoja wa mitandao ya kijamii. Hiki ni moja ya kisa ambacho watu wengi kwelikweli wamelalamikia sana. Mtu mpambanaji anamwacha mke wake nyumbani, kumbe akiondoka kuna watu ambao wanaingia. Sasa labda kama asingesahau kitambulisho, ingekuwa kila siku anachapiwa.